Acha tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Ni wewe pendo letu, ni wewe Mungu wetu, ni wewe haki yetu, ni wewe Bwana njia yetu. Asanti ni kwa sababu siku ya jana tuliona ya kwamba ate kwa wate wale waliokuamini uliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu, na tukajua ya kwamba ati wakati ule tunaokuamini tuna moyo ndani yetu ule unaolia Amba Father, roho ndani yetu ule unaolia Amba Father wakati wowote. Ni kwa sababu yeye ndiye aliingia ndani yetu ndio aweze kutusaidia katika mambo yote na katika hali zote maishani mwetu. Tunakuomba, ninakushukuru Bwana Jehova Jireh, nikiamini ya kwamba watu wote wale Bwana Jehova Jireh wamekupokea kwa njia ile ya kuamini kazi ile uliyotufanyia. Wako na uwezo wote katika maisha yao, wako na nguvu zote Mfalme. Wewe ndiye kiongozi wao na wewe ndiye mlinzi wao katika kila jambo. Ni kwa sababu wewe ndiye Bwana Jehova Jireh unaowaongoza katika hali zote na katika mambo yote. Wewe ni Mfalme katika uwezo na katika utukufu. Pokea sifa Bwana. Ninawaombea wote wagonjwa mahali popote walipo. Ninaomba Bwana Jehova Jireh uponyaji wako ukaweza kutenda kazi ndani yao, milini mwao, katika akili zao Bwana Jehova Jireh. Wale wote wameinama mioyo yao Bwana Jehova Mungu wetu, wale wote wanashindwa wataanzia wapi, ni kwa sababu hali ni nzito, mambo ni mazito. Wale wote wamevunjika moyo ni kwa sababu ya jambo hili ama lingine. Ninawaombea amani yako Bwana iweze kuwa pamoja nao na mioyo yao na maisha yao Bwana Jehova Jireh. Wasikaweze kutazama mahali wanaopitia, ila watazame neno lako. Ni kwa sababu neno lako ndio nguvu, neno lako ndio nguzo, neno lako ndio uwezo. Neno lako Bwana nili kiugo gyaku nikio hinya wao, kiugo gyaku nikio hoti wao, kiugo gyaku nikio tonga wao, kiugo gyaku nikio uthamaki wao. O uria Mwathani Ngai Baba ungihota kumahotithia kuma haria mari mahingire hinya-ini waku, na niguo Mwathani Ngai Baba matorie maundu mothe Mwathani Ngai Baba. Mirimo tiga iritu ithui, na mirimo ti kindu gya gukenia muturira wa mundu, lakini Bwana Jehova Jireh wale wote Bwana Mfalme wa ajabu wanao furaha na wao amani, ni wale wamejificha ndani yako wakijua ya kwamba wewe Bwana Jehova Jireh ndiye mshindi katika maisha yao. Wewe ndiye Bwana Jehova Jireh mwelekezi katika maisha yao, na kutukuza wewe Bwana Jehova Jireh. Ni kwa sababu yeyote yule anatumia kikombe kile ulichokitumia Bwana anakona amani, ni kwa sababu hakuna wakati atapingwa katika njia zake. Wewe Bwana pamoja naye, ndio umtoe katika giza, umtoe katika hali ya kusononeka, umtoe katika aibu, umtoe katika magonjwa, umtoe katika Bwana Jehova Jireh kushindwa. Berbasete did Father Jehovah glory, my Father ribai kuntalibirite did Father Jehovah Jireh, erinete did Father Jehovah Jireh Mfalme, edenete did Father Jehovah gromaster baria diverente did Fiana, erinete ria desire. Wewe Mwathani witu Jesu, wewe niwe kiambiririo kia maundu mothe, ona niwe Mwathani Ngai Baba Jesu kirikiriro kia maundu mothe. Ari othe makwendete Mwathani Ngai Baba ni meruhagirio hinya, mobukaga otanderi mathiage na matinoge, umahumbaga riri waku na utonga na gitio, magaikaraga hindi ciothe Mwathani Ngai Baba mena hinya. Jesu witu wewe niwe Mwathani Ngai Baba muthamaki wa ngoro ciao. Jehova Ngai ni tondu wewe niwe Mwathani Ngai Baba wa mathurire, watwetire na mugambo waku Mwathani Ngai Baba no gituthura no gitureha haria uri Mwathani Ngai Baba niguo tuturie kirigiriro. Utugi waku Mwathani Ngai Baba Jesu gituika tugi witu, hinya waku gituika hinya witu Baba, kuriuka gwaku Mwathani gituika kuriuka gwitu, gutura moyo gwaku gituika gutura moyo gwitu, kuhona gwaku Mwathani Ngai Baba mitundere yothe wahurirwo ugituika kuhona gwitu Jehova Ngai mwene hinya wothe. Uthamaki ucio wa iguru Mwathani Ngai witu tukiwigwatira na njira ya kuugaya ni undu waku Kristo Jesu muthamaki wakwa. Nikio ndagucokeria ngatho rucine ruru Mwathani Ngai Baba na ndagukumia ni tondu riri na utonga na gitio Mwathani ciumaga kuri we Jehova. Niwe gitina kia uhoro uria mwega Mwathani no uhoro uria wama, ni wotongetie ngoro citu na no tonga wothe wa kiroho Ngai, ugaturuta Mwathani kuria kwenduma Mwathani, ugatuma maitho maitu mone maundu mothe ma uthamaki wa iguru, uthamaki wa iguru ugatuma tuwigwatire Mwathani Ngai Baba Jesu. Mwathani wakwa Jehova no karuta maciaro thiini witu ni tondu wa uhoti waku Ngai. Amukira ngumo no goci Ngai gituro kia hinya, o we Mwathani Ngai Baba andu othe meriragiria gutura thiini waku, andu matugugaga guku na kuria makima
kũmathia ũthamaki ũcio waku Ngai. No rĩrĩ baba witũ Jesu no metekerire kũrutwo nĩ maandĩko maku nĩguo mahote kũmenya kĩhumo na Mwathani Ngai baba kĩa wĩra waku mũthamaki, na nĩguo mabuate kiugo gĩaku mũthamaki witũ, mahote Mwathani kũmenya njĩra ciaku ciahanaga atĩa kuma kĩambĩrĩria na meciria maku mahanaga atĩa kuma kĩambĩrĩria, nĩguo makinye hau Mwathani Ngai baba Jesu marerirĩria. Nĩ tondũ baba Jesu we Ngai witũ mũthamaki mũnene niwe waheanire mũrũguo Kristo Jesu, andũ othe mamũbuate Mwathani Ngai baba Jesu, andũ othe mamũthikĩrĩrie Ngai wa muoyo wakwa, nĩguo makũmenye ũrĩa meciria maku matariĩ kĩambĩrĩria kũmba thĩ. Na tondũ Jesu witũ niwe Mwathani ũhana o ta ũrĩa ũhana kabisa, Jesu witũ niwe mwario waku, Jesu witũ niwe mũhano waku, Jesu witũ niwe Mwathani Ngai baba hinya ũrĩa Mwathani Ngai witũ ithuĩ twendaga kũmenya nĩ hinya wa mũthemba ũrĩkũ. Ũcio niwe wonanagia hinya waku, niwe wonanagia ũrĩa ũruti waku wa wĩra, ona niwe wonanagia Mwathani ũgacĩru na wĩhokeku waku. Thĩinĩ wake nĩkuo maũndũ mothe mahithĩtwo, thĩinĩ wake nĩkuo thamaki wothe ũrarutĩra wĩra, thĩinĩ wake niwe Mwathani Ngai baba kĩambĩrĩria na niwe kĩrĩkĩro, na thĩinĩ wake Mwathani Ngai baba nĩguo ũiyũru wa maũndũ mothe mega Mwathani Ngai baba ũhithĩtwo. Nĩ ndagoca rĩtwa rĩaku Ngai, arĩa makwĩgwatĩire mũthamaki witũ Jesu Kristo nimeroheirio hinya Mwathani Ngai baba Jehova Ngai mũtũra muoyo, metagwo ciana cia Ngai nĩ ũndũ Mwathani Ngai baba wa kwĩnyihia harĩ we mwathi wakwa, nĩ tondũ ithe witũ Jesu arĩa othe magwathĩkagĩra na arĩa maiguaga kiugo gĩaku acio nĩo manyihĩte Mwathani Ngai baba magatuĩka ciana cia Ngai, na ũndũ wa gwĩtĩkia ũhoro ũcio Mwathani Ngai witũ watũmire wĩkwo nĩ mũrũguo Kristo Jesu hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ thĩ, amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ wa gũtũtua athingu Mwathani akinyanĩru na agĩrĩru, na ũgatũtua andũ Mwathani Ngai baba a ũthamaki waku hatarĩ ona ũrĩkũ Mwathani Ngai baba tũngĩcukĩrwo apakremetari deserved thy contribution uribasheted thy father Jehovah God ritima sereventari beria graba gotari maseted thy father Jehovah Jaire ritima sereventara baganda rababozaya. Asante ni kwa sababu wakati wote neno lako linasomwa Bwana Jehovah Jire, yeyote aliye yani atatamani kulisikiliza kulipokea Bwana na kuliamini liweze kuwa msaada katika maisha yake siku zote. Bwana wetu Yesu Kristo ninakusema wastahili sifa, utukufu wote ni wako Bwana Jehovah Jire, na fadhili zote Bwana Jehovah Jire ni zako mtakatifu. Utukufu wako Bwana Jehovah Jire utaishi karia baraka ya diversity thy Father be thou Lord Jehovah God. Asante ni kwa sababu ya kutufungulia milango na hata njia Bwana Jehovah Jire mtakatifu. Kuna watu waliao Bwana Jehovah Jire ukaweza kuwashindania, na waombea Bwana Jehovah Jire waweze kujua na kuelewa Bwana njia zao zote ziko wazi na kama mambo yote iko salama, ni kwa sababu Bwana ukiishi ndani yao na wao ndani yako, hakuna jambo Bwana Jehovah Jire linaweza kwenda kinyume Bwana mfalme na mapenzi yako. Ni wewe tu kiongozi wetu Bwana, na ni wewe tu mfalme wa jambo ulituwekea Bwana msingi, ndio nasi tuweze kukaa juu ya msingi ule na mapenzi yako iendelee na kutimia. Asanti Bwana kwa wali yao ni kwa sababu ya kufiwa, asanti Bwana kwa wali yao ni kwa sababu ya magonjwa, ni kwa sababu Bwana Mungu wetu na mfalme wetu umewafungua, umewaponya, umewaondolea hali yoyote ile ya mshtuko katika maisha yao, ni kwa sababu Bwana Jehovah Jire rehema na neema Bwana wewe ndiye upeanaye. Asante ni kwa sababu ya mambo yote na kazi yote Bwana Jehovah Jire umeitia ndani yetu na umetusaidia kuifanya, ni kwa sababu wewe ndiye Bwana Jehovah Jire mwanzilizi wa kila jambo, na wewe tu Bwana ndiye utamalizia kila kitu mfalme maishani mwetu, na ndio tutafurahia Bwana tukikuimbia nguvu, tukikuimbia shangwe na tukipiga vinanda, na hata Bwana Jehovah Jire tukiimba hymns, saburi, psalms Bwana Jehovah Jire, kwa sababu Bwana haya yote yametiwa ndani yetu kinywani mwetu mfalme, nawe katika uwezo wote. Nyamukira ngumo na ũgooci Ngai wakwa nĩ tondũ wa thamaki ũyũ waku mwega na wa hinya na wa ũtonga ũcio wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, na ũndũ ũcio Mwathani wa kĩrathimo. Mwathani nĩ ndamahoera ũtonga waku ũrĩa umanaga na kũrĩ we Jehova. Nimewaombea utajiri wako wote ule utokao kwako, uwashindanie na uwaonekanie. Wacha Bwana Jehovah Jire wafurahie yale yote Bwana walio nao katika maisha yao, ni kwa sababu ya utukufu na uweza wako. Ninakupenda Bwana wangu Yesu Kristo, na ninakuinua wewe mtakatifu, na ninanena ushindi na utakatifu Bwana siweze kuandamana pamoja na watu wote kulingana na vile wewe upendavyo. Wewe ndiye Bwana Jehovah Jire umetushiriki urithi wako, na ule urithi umekuwa kitu ya maana na dhamana ndani ya maisha yetu kwa uwezo wote na kwa nguvu zote, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Tuliworship vitu nyingi
kabla hatujatambua mapenzi ya Mungu. Wakati ule hatukuwa tunajua mwelekeo na mawazo ya Mungu na moyo wa Mungu. Tuliworship kila kitu. Tuliworship hapa watumishi. Tuliworship hata wazazi wetu. Tuliworship kazi zetu. Tuliworship hata pesa. Tuliworship everything. Kwa sababu hatukuwa tunajua mapenzi ya Mungu. Tukafikiria masomo ndiye msingi. Tukafikiria kuwa kanisani ndiye msingi. Tulifikiria mambo mengi sana. Lakini tumekuja kutambua na kujua ya kwamba msingi sio hayo yote. Msingi ni kutambua na kujua moyo wa Mungu katika maandiko yake. Msingi ni kutambua moyo wa Mungu kumpitia mwanae. Moyo wa Mungu kupitia maandiko yake yale ameyanena katika maandiko kutoka Genesis to Revelation. Hapo ndipo tunaweza tambua moyo wa Mungu na kazi ya Mungu na vile tunafaa sisi, mimi na wewe, kuandamana pamoja naye na kutenda kazi yake. Haleluya. Mungu hakukuja tu na uponyaji. Hiyo ni jambo moja nilikuja kujua. Na kwa watu wanapigania mambo kama hayo, akina uponyaji, akina blessings, akina miracles and wonders, wanataka sifanyike katika maisha yao. Na wakati wanaosimama katika mambo yale, haina msingi, sababu ni ya muda tu, inaondoka. Lakini kwa wale wote wamejua msingi na chanzo cha uumbaji wa ulimwengu tulio ndani yake, wanakuwa na amani. Ni kwa sababu neno linatuambia ya kwamba ati neno lolote litokao katika kinywa cha Bwana, Bwana asifiwe, lina uzima, na hilo ndio linatufaa sisi, ndio liweze kutuongoza, liweze kutusimamia, liweze kutuelekeza, liweze kututengeneza, ndio tuweze kusimama katika mwanya wa kutenda mapenzi yake katika uweza wake wote. Bwana asifiwe. Pasipo neno hakuna wokovu, pasipo neno hakuna uponyaji, pasipo neno hakuna miujiza na maishara, pasipo neno hakuna upendo, hakuna umoja, pasipo neno hakuna chochote kile, hakuna ufalme wa mbinguni, hakuna kusamehewa dhambi, pasipo neno la Bwana, pasipo neno kutoka ndani ya maandiko. Yesu Kristo anasema, aliwaambia watu siku moja, akawaambia katika kitabu ya Luke 24. Wacha tuangalie pamoja nawe. Ninafurahia sana akina Beatrice. Wale tumeingia, ni vyema sana tuweze kutenda hiyo kazi. Katika kitabu ya Luke, Yesu akataka kuwaonyesha ya kwamba ati mahali nimeandikiwa ni from Genesis to Revelation. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu alikuja katika nafasi ya second hii kitu tunaita New Testament. Lakini alitaka kuonyeshana hata Old Testament sio vitu hizo zote watu wanaiba ziliandikwa kuhusu. Yesu akataka kutuonyesha sisi wote hata hayo tunaona kama sio haineni kumhusu yote, anataka kuonyeshana inamnena kumhusu. Katika kitabu ya Luke 24, Luke 24 mstari tuangalie tu, hata kama sio wacha tu nianzie wa 27. At the beginning at Moses and all the prophets he expounded unto them in all the scriptures the thing concerning himself. At the beginning, and the beginning. Kusema beginning ni kusema Genesis. Genesis the beginning. Na akasema ati kutoka mwanzo, Genesis, na Moses, beginning at Moses, kwa sababu Moses ndio aliandika nini? Aliandika from Genesis, beginning, mpaka yale yote yaliandikwa na manabii and all the prophets he expounded unto them
in all the scriptures the things concerning himself. Ate akaanza kutoka. Yes. Yesu mwenyewe alianza kutoka. Kutoka wapi? Kutoka Musa na manabii wote. Alianzia Genesis. Sababu Moses alianza na kitabu ya Genesis 1. Yeye ndiye mwandishi. Na yale yote tunayasoma kwa manabii wote, akina Abraham, wote ni manabii, akina Ezekiel, akina Isaiah, akina Amos, au wote mpaka akina Malachi. Hao wote akasema ya kwamba akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Hallelujah. Kwa hivyo aliwafundisha from Genesis. Mambo yale yote yaliandikwa na akina Daudi, prophets. Unajua watu wengine hawajui akina hawa ni maprofeti na dini na nini. Yale yote waliandika, Yesu aliwaongoza nayo. Akajionyeshana ndani yake, ndani ya Genesis. Akajionyeshana ndani ya Exodus. Akajionyeshana ndani ya Numbers, Deuteronomy. Bwana asifiwe. Akajionyeshana, yani kwa kila kitabu Yesu Kristo akawaonyesha, ni mimi nimeandikiwa. Ni mambo yangu imeandikwa pale. Sio hadithi zile munafikiria wala munazoziona wala zilitiwa ndani ya mawazo yenu. Nimeandikiwa pale. Uko ndani from Genesis to Revelation. Miujiza na maisara, uponyaji. Hallelujah. Teachings, preachings, hayo yote imo ndani ya hiyo Bible. Ni yangu yote. Yesu akataka kuwaonyesha. Hallelujah. Na mimi nasema kwa nini? Na ama ninasema nini? Ninasema hivi. Pasipo neno ndani yetu hatuwezi kuonyeshana wala kutambulisha mapenzi ya Bwana katika maisha yetu. Hatuwezi ongea kitu, yani tuweze kukionyeshana kulingana na vile kilivyo kikamilifu, ukamilifu wake, kama neno la Bwana halimo. Sababu neno la Bwana ndio linafungua macho yetu. Neno la Bwana ndio linatuelekeza. Neno la Bwana ndio linatufundisha. Neno la Bwana ndio linafanya tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu, mapenzi yake kutoka mwanzo, na kazi yote ile alikuwa ameipa, na vile alivyokuwa amepanga kazi yake kutoka mwanzo. Siku moja Daudi akaiba akasema, wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Psalms 119. Katika kitabu ya Psalms 119, nitachukua tu kamstari kidogo. Nitachukua tu kwa sababu ukisoma 119 utaweza kufurahia, utakuwa na nguvu. Sababu nguvu hazitoki kwa fedha. Kuna mtu ako na fedha nyingi lakini hana nguvu. Hajui afanye nini. Fedha ako nayo lakini hekima ya kutumia ile fedha hana. Ama ako nazo, bati mateso na mashinda ya familia imemsukuma nje. Fedha zimejaa kwa bank, na saa ingine ile fedha haiwezi suruhisha teso lile lililo ndani ya familia. Na kushukuru Bwana ni kwa sababu ya amani yake ile ametukirimia sisi, hata kama mioyo yetu wakati mwingine inainama, mioyo yetu inakosa nguvu, mioyo yetu saa ingine unasikia moyo wako unahitaji nguvu. Na mimi nikajua nguvu hazitoki kwa kulala, nguvu hazitoki kwa kutembea, nguvu hazipatikani kwa kufanya kazi kubwa na nyingi, ama nguvu hazipatikani kwa kuwa na fedha nyingi. Nilitambua nguvu inapatikana wakati ule mtu ameliamini neno
na katika lile neno linakufundisha. Wacha tuangalie katika hiyo Psalms 119:47. Daudi akaiba huo wimbo akasema ya kwamba, and I will delight myself in thy commandment, which I have loved, Tukurora nginya na Gikuyu thaburi iyo 119 tukumirora na kiria 119 mstari wa 49 tuigwe uria ndungata ya Ngai yarithie ikoiga ati na Githungu, and I will delight myself in thy commandments which I have loved, nami nitajifurahisha sana kwa maagizo yako ambayo nimeyapenda. Haleluya. Wewe unajifurahisha na nini? Daudi akatambua, yes, mimi ni tajiri. Daudi alikuwa tajiri mkubwa sana. Hakuwa anahitaji kitu kwa Mungu. Akina Abraham, hakuna kitu walikuwa wanahitaji ate Mungu awape. Walikuwa matajiri. Walikuwa matajiri wakuu. So, katika kazi ya Mungu, walijipeana fule. Walikuwa na moyo wa kutaka Mungu aweze kuwafungua macho yao ya rohoni, watambue kazi yake mbele yao. Bwana asifiwe. Na hayo ndio tunafaa kuelewa siku ya leo. Kama vile walivyo, hivyo ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe. Na sisi tuko sana sababu wao hawakutambua kile walichokiandika. Matiamenyire kiria maandikire. Matiatamburire no maragia iguru riake. No ithue twandi tuthomaga kiria maandikire na tugatambura uria maririe iguru riake. O maandiko inasema walitamani, walijaribu kwa njia zote kutaka kujua ni nani huyu wananena juu yake, lakini hawakuelewa. Bwana asifiwe. Hawakuona mahali jina Jesus Christ limeandikwa. Walitamani, maandiko inasema walitamani kutaka kujua. Paka malaika hawakujua. But sisi watu wamepewa neema, haijawahi peanwa hapo bereni. Tumepewa neema. Wakati tu tuliingia kwa maandiko, ule ufunuo ukaja katika maisha yetu. Kikuyu inatuambia, huo mstari tumeusoma, inasema ya kwamba ate 47, yes. Gutura ndikenagira ne odo wa mathani maku alimo giendete. Ebu kitu kimoja nikwambie. Hii law imeandikwa hapa. Watu wengi ama commandment, watu wengi wanafikirianga commandment kulingana na nini. Watu wengi wakisoma neno commandment wanafikiria ni ile 10 commandment. Hapana. Hii law ananena juu yake ni maandiko kutoka Genesis to Revelation. Negenagio ni kiugo giaku, negenagio ni kirira giaku. Giki kiandikitwo thiini wa maandiko maya. Daudi akiuga, Tifaba negenagio ni uhoro waku. Ya, gutura ndikenagira ni undu wa mathani maku. Mathani maya ti maria ma Musa. Unyite wega. Mathani maya ti maria ma Musa. Mathani maya ni kiugo kia Ngai, from Genesis to Revelation. Kwa hivyo kama unataka kuwa na amani, ni haya maandiko utayasoma. Wakati unasikia kabisa moyo wako hauna nguvu, moyo wako unahitaji, moyo wako umeregea, kuna maneno mengi sana inanenwa ndani yako,
Sababu wakati mwingine tunakuwa kama watu wako na uazimu. Tuna vitu nyingi sana saa ingine inanena ndani yetu. Didika ni turanyitana, ni turatwarana. Yes, na nijue ni turatwarana. Reke njarie Gikuyu njuge atiriri. Kahinda kaingi matuhuhu ma mithemba na mithemba ni marahukaga thiini witu. Mĩario mĩingĩ ya maũndũ matari makinyaniru ukaiguaga makiaria thiini waku. Ugikoraga hindi ciothe wi thiini wa ruo. Ugikoraga hindi ciothe wi thiini wa gwiciria maũndũ maria yani ni tondu wi handu uragera. Ringi ni murimu uria wi family-ini. Ringi ni thina uria wi thiini wa nyumba yaku, wa ciana, waku na muthuri, wa mbeca, kuria na kunywa, ciana ni cingetirwo. Ugakoraga maundu macio makurituhiire na nduri na njira, hauna njia ya vile unaweza itatua. Na ni ukweli mengine haitatuliki na mwanadamu, na huwezi itatua. Saa ingine ukisema itatua, pengine umwage damu, pengine uue, pengine uimbe, pengine ulete ukorofi, pengine yani kuweze kuwa na hakuna amani hata ya kuongea, munakuwa hamuneni pamoja, yani vitu kama zile. Na kabla hali zifike mahali pale, sio ati mtu kama Daudi ama akina Abraham ama akina Paul hakuwa wamefika katika nafasi kama ile. Walifika, but walichukua jukumu ya kurudi katika neno la Bwana liweze kuwapa amani. Ninakumbuka neno la Bwana katika kitabu ya John, katika kitabu ya John, wacha nikuonyeshe, nitaisoma hapa na Kikuyu. Fungue pamoja nawe katika kitabu ya John, kwa sababu mambo mengine hauwezi ipata kwa wewe kwa sababu ya kuwa yani umeombewa, mumezikizana mambo kama yale. Hapana, ni amani ya Kristo ipate kuingia ndani yako, na hiyo amani haipeanwi na mwanadamu. 14:27 John 14. Yesu akasema kwa sauti ya mwandishi, akasema ya kwamba, na yeye ndiye aliandika, akasema thayo niguo ndamutigera, amani na wapa. Thayo wakwa niguo ndamuhe, tita uria uheanagwo ni andu a guku thi. Kwa hivyo ile amani tunaweza fikiria, tunaweza pata kwa watu. Kuna kitu kimoja nilikuja kujua, mwanamume yoyote yule hana roho ndani yake, roho wa Kristo, roho wa Mungu. Hata ukishinda ukimwibia, ile neno linasema penda bibi yako, na mwanamke yule naye hana roho wa Kristo ama roho wa Mungu ndani yake, hata ushinde ukimwambia tii, haiwezekani. Sababu ile kupenda kunatokana na Kristo, ni tofauti na upendo wa ulimwengu. Na tunafaa kupokea upendo ule hauna mwisho, na ndio ule upendo wa Kristo. Tusibadilishe wala tufananishe upendo wa Mungu ama wa Kristo na fedha. Fedha haiwezi kukupa amani. Kupendwa sana na mumeo ama mkeo hakuwezi kukupa amani. Kuitwa sweetie, kuitwa baby, hiyo sio amani. Naonaga wengi hata wanapigana na wanatoana maguo wakiitana tu babe. Wewe babe ndio ulianzia. Wewe sweetie, wewe ndio umefanya. Na ndio maroite amwe matire guo. Gitinge kwe ona kingiko gikiuo gya thakatia. Mwathani arogosho. Kuna mambo yale Kristo anayanena na anataka tuyatirie maanani,
tusikaweze kubadilisha neno lake na mambo yale tunayoyaona ulimwenguni. Bwana asifiwe. Kuolewa na yule mtu unayependa na yeye anakupenda, sio kusema kwako hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na shinda, hakutakuwa na tumambo mtaulizana. No. Haya yote itakuwako, lakini kufurahia ni yule aliye na roho wa Bwana ndani yake, kwa sababu hata kama hali itakuwa ngumu namna gani, roho wa Bwana atamsaidia kutatua hali yoyote ile imejiinua ndani ya maisha yao. Akasema Yesu mwenyewe akasema, huo mstari akasema ya kwamba ati thayo niguo ndamutigira, thayo wakwa niguo ndamuhe, tita uria uheanagwo ni andu a guku thi, ti oguo ndamuhe, mutigatangike ngoro na mutigatangike ngoro kana mugie na guoya. Mwathani arogocwo. Jesu agitwira thayo uria atutigira ti uria umaga kuri andu. Nawe ndirakwira rucini rwa umuthi, upokeo hiyo amani haitokangi kwa mwanadamu. Ule upendo hautoki kwa mwanadamu ama katika ulimwengu ama katika fedha. Pokea amani, pokea upendo, zile hazina mwisho ndani ya Kristo Yesu. Na ukipokea yale yote yaliyo ndani ya Kristo Yesu, umepokea yale yote yaliyo ndani ya Baba, sababu Yesu Kristo yeye ndiye mfano kamili ya vile Mungu alivyo. Yeye ndiye msemo kamili ya vile Mungu anavyonena. Yesu, wakati tunapoangalia neno, kulisoma, kulifuatilia, tunafuatilia God himself through Christ ama in Christ. Bwana asifiwe. Sababu tu ndani ya Kristo twanena yale tumeyatambua, tumeyajua, tumeyamini ndani ya Kristo. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ndani ya Kristo. Na wakati tunapo yapeana ama yasimulia, tukiyapeana kwa wengine, tumeyatoa wapi? Ndani ya Kristo. Nani huyo ananena ndani yetu? Ni Roho wa Kristo. Kwa hivyo ni nani ananena? Ni Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Daudi akaendelea na kunena mahali pale. Nataka tuweze kuangalia mstari huo unaofuata. Tumesoma 47. Akasema ya kwamba ati nami nitajifurahisha sana kwa maagizo yako ambayo nimeyapenda. Haleluya. Usiyoyapenda maagizo ya Bwana, ujifurahishe na neno la Bwana. Ulimwengu hauna furaha, ulimwengu hauna amani. Ametuambia amani na wapa, sio ile ipeanao na ulimwengu. Sio ile itokao katika fedha, sio ile itokao katika love. Hapana, ya mwanadamu kwa mwanadamu. Ni neno lake, naye akasema nitajifurahisha. Na 48, at my hands also will I lift up unto thy commandment, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. Akasemaje Kiswahili? Na mikono yangu nitayainulia maagizo yako niliyoyapenda, nami nitazitafakari amri zako. Siku moja, wacha nikusomee na Kikuyu ndio niseme siku moja. Niseme hiyo siku moja ni nini ilikuwako. Namba hiyo 48 ikasema 48 iko wapi? Ate ona kwarera nidere yaragira mathani macio makuhe. Tarurosi neroro jareire mathani ma Jehova Ngai wakwa he. Asubuhi ya leo nimeweka mikono yangu wazi, na nikisema hivyo moyo wangu wazi, nikisema hivyo mdomo wangu wazi,
niweze kuyanena yale Daudi aliyoinena, yale inafurahisha moyo wangu. Sifurahishwi moyo wangu na fedha, sifurahishwi mambo yangu na upendo wa watu, sifurahishwi moyo wangu na amani yoyote itokao nje ya Kristo. Kristo ndiyo amani yangu, Kristo ndiye nguvu zangu, Kristo ndiye. Na wewe nataka uamini hayo, na ukiamini uwezo wa Mungu utaonekana, utafanya kazi, yani utajionyeshana. Ya madhani makuhe akiri monyenda nagoikaraga nagoikarajikarage getarania maundu ma mitugo eo wathanite. Daudi mitugo ĩrĩa athanĩte nĩ ĩrĩkũ? Mitugo ĩrĩa athanĩte nĩ kiugo gĩake. Ngai ndarĩ ũndũ ũngĩ athanĩte. Mungu hakupeana kitu ingine. Mungu alipeana tu neno lake, alipeana tu amri yake. Na madhani magai neno linasema ya kwamba sheria ya Bwana haina shinda. Sheria ya Bwana ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ndio sheria ya Bwana. Na mahali popote sheria ya Bwana iko, kuna amani, kuna umoja, kuna upendo, kuna baraka, kuna uwezo, kuna kufunguliwa, kuna kuona mbele, kuna kutambua siri, kuna kukua na revelation, kuna kuwa na yoyo niwe nyenda. Oyo wetagwo Ngai. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninasema na wewe ndirikania siku moja wakati ule mtu wa Mungu anaitwa Musa. Mtu wa Mungu anaitwa Musa, wakati alipokuwa sasa wakati wake wa kufa umefika, Moses aliambiwa enda kwa Joshua, mwambie mambo yale yote niliyokuambia, mfundishe yale yote niliyokufundisha, mwelekeze, sababu yeye ndiye atawatoa hawa wana wa Israeli hapa nyikani awapeleke katika mji ule niliwaahidia. Wewe hautapita hapa. Musa akaambiwa hivi. Wakati ule Musa alienda kwa Joshua, akamuita Joshua, akamwelekeza kila kitu. Wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Joshua 1. Tutarudi katika Psalms 119, nisome mstari mwingine mmoja. Katika kitabu ya Joshua 1, wakati baada ya Musa kumwelekeza mtu anaitwa Joshua, kuna jambo moja Mungu alimtia Joshua alitiwa moyoni mwake. Wacha nione, unajua saa ingine Joshua 1 neno likamsungumzia moyo wa Joshua, akamwambia Mungu, akamwambia wacha nikuonyeshe. Mungu akamwambia wacha tuanzie 1, tutateremka kidogo. Ati now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke unto Joshua. Hapa Joshua ni Mungu sasa anamnenea Joshua 1. Joshua the son of Nun, Moses minister, saying, number 2, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, odoka, fuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mukaenende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Mungu alikuwa anamnenea. Tuendelee. Every place that the sole of your feet shall
shall tread upon. That have I given unto you, as I said unto Moses. Kila mahali sitakapopa kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyo wapia Musa. From the wilderness and this Lebanon, even unto great river. Wacha turuke kidogo. Number 5. There shall not any man be able to stand before thee all the day of thy life. As I was with Moses, I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Hallelujah. Mambo kama haya tungeyajulia wapi? Mungu akamwambia Musa, akamwambia Joshua, nitakuwa pamoja nawe. Hallelujah. Ati akamwambia tena, I will. Hii neno ni tamu sana. Na ndio inanifurahisha kwa kujua ya kwamba hata mimi ndani yangu anena hivyo kamili ya kwamba I was with Moses, so I will be with you. Kama vile nilivyokuwa na Musa, hivyo ndivyo nitakuwa pamoja nawe. Na kwa sababu mimi alinichagua na akanituma, siku ya leo mimi ndiye ninaongoza. Wewe ndiye unaongoza. Kila mtu ako na nafasi yake ya uongozi. Anakuambia ya kwamba kama vile nilivyokuwa na Musa, hivyo ndivyo nitakuwa na wewe. Hallelujah. I will not fail thee. Ye Mungu anajinena, anakuambia I will not fail thee, nor forsake thee. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna. Abia huyo mwingine, hakuna ataweza kusimama mbele yako apigane na wewe. Sababu Mungu anasema, kama vile nilivyokuwa na Musa, hivyo ndivyo nilivyo pamoja nawe. Utakejiria tere, ni neno gani lingine limetoka kinywa cha nani? Hiyo linaweza nitia nguvu namna hiyo. Hiyo linaweza kunitia uwezo. Hilo linaweza kunifanya niweze kutoka hapa ninakibia bio pasipo ya jambo lolote kunirudisha nyuma wala kutazama nyuma. Hakuna. Yote yatokao katika mwanadamu yanaweza nitia hofu, yanaweza nitia uoga. Bwana asifiwe. Naweza kuwa na anxiety, naweza kuwa na fear, lakini wakati ninapoamini neno kutoka kinywa cha Bwana mwenyewe, kama vile Joshua alipopokea, au kweli ni ya kwamba sitasimama mahali pamoja, sitatingizwa na kitu chochote. Haleluya. Nitakuwa pamoja. Akasema kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, na nethi kuhende ciothe toria Jesu erire atomwo. Nitakuwa pamoja, enendeni katika ulimwengu mwote mkahubiri injili, na yeyote yule atakayeamini mbatize. Haleluya. Aokolewe. Na nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Mungu akamwambia Joshua hivyo, naye Christ akamwambia mitume, niko katika hiyo class. Haleluya. Nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Haijalishi wahubiri wapi, haijalishi wahubiri kanisani, wahubiri nje, wahubiri nchi gani, wahubiri eneo gani, wahubiria watu wangapi, Mungu atakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Haleluya. Akasema siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakuwa pamoja na
wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Mungu akaapa. Niki kingi turenda? Muthuri waku no ige, no akuhe na gutunye. Muthuri waku no akwire ni akwendete na coke agutige. Mutumia waku no aturi akwendete na coke agutige. Ona mahinganagia mendanite, kahinda gagoka makoragana. Muciari no akwire we wakwa ni ndaguciarire na ni ngwendete, na muthenya umwe akurume kana akwike kaundu utakariganira. Gwenda Kristo, gwenda mwario wa Ngai, o ta Daudi akiuga horo mathani maku no mo makenagia ngoro yakwa. Andu makwiraga ni makwendete na ni thiriga mutheri, ni orimo no guruki na wendo wa gwitua, na akoragwo agietha o haria angikuninira. Akoragwo agietha o haria angikuninira. Wimenyerere. Ngoro yaku no ithukio ni mundu uria wihokete kana wendete. No ungihitha thiini wa maandiko ma Ngai, ngoro iyo riria yathie guthukio ni ria arahuragwo ni kiugo kia Ngai. Thayo wa Ngai ugacoka thiini wayo. Murimu naguo ni thu nene muno ya mwiri. Magonjwa, wale wagonjwa wako pale. Ugonjwa nao ni adui mkubwa sana wa mwili wako katika maisha. Unaweza fikiria uko sawa, but adui anaitwa magonjwa, mahali anatokea hakuna ajuae. Akiingia hajulikani, but akitoka anakuanga amekuangamiza, amekuhangaisha, amekutia jeraha za kila aina, amefanya maisha yako iweze kuwa nduni, kwa sababu ni mwizi. Ugonjwa ni mwizi, kama vile Shetani ni mwizi. Wakati wowote usipotambua mahali anapotaka kuingilia. Bwana asifiwe. Anaiba moyo wa mtu aliyekuwa anapenda Mungu, anaupeleka katika jangwa, kuutesa, kuharibu, mwishowe anaua, anafuatiliza ukoo, hali isiyo ya kupendeza, anabomoa, anaharibu watoto, anakomesha everything katika maisha yako pasipo wewe kujua, lakini waona waendelea. Mahali tuko sio pale tunafaa kuwa, sababu alipata kamwanya akaweka shindano yake. Ile sindano ilikuwa na dawa baya. Haleluya. Ni kama ile mate venom, mate ya nyoka. Wakati imekuguza macho, unaweza kosa kuona. Wakati amekuuma, unaweza kuwa paralyzed. Shetani ni mchafu. Mwenzako ukikosa kumchunga, katika kinywa chake kuna venom. Kuna ukali fulani, kuna urogi fulani. Jichunge na ujielewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Daudi Mungu akamwambia, be strong. Number 6, Joshua 1:6. Be strong and of a good courage. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua ni mimi nimejiitia Joshua. Asifikirie ni Musa amemtuma. Mungu akajileta kumwambia ni mimi niko na wewe, sio Josh, sio Musa. Kazi ya Musa ilikuwa ya kukuelezea vile unavyohitajika. Kazi ya watumishi sisi ni kukuelezea Mungu amekuita. Kwa hivyo wakati unachochukua jukumu yoyote ya kwenda kuhubiri, kufanya kazi ya Mungu, hapa mhubiri hayuko, ni Mungu mwenyewe. Rokaba shandarabika. Ni Mungu mwenyewe pamoja nawe, sio mtumishi. Mtumishi ni kukutuma. Mtumishi ni kukudirect.
ni kutia mwongozo wa neno ndani yako. Ati be strong and of a good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land, inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Ate uwe hodari, na kuambia mtu wa Mungu, uwe hodari. Kuwa hodari. Hallelujah. Be strong. Wakati mwingi ninajua tunakufa moyo kwa sababu ya mambo yale yanayotukia katika maisha yetu, kwa sababu ya vita, mapigo, kuingiliwa, kukomeshwa. Wengine wanataka kukuua, kukumalizia mambo yale ulio nayo, maombi machafu. Lakini be strong and of a good courage. Na kuambia hivyo tena, na kuambia simama imara, tetea lile jina ulipolipokea wakati ule uliamini Kristo Yesu na kazi yake ya msalaba. Haleluya. Usitetee mwanadamu kamwe. Mwanadamu ako na mwisho. Tetea aliye hana mwisho. Tetea yule hana mwisho. Yesu akasema, amani yangu nawapa, sio ile ipeanao na ulimwengu. Yesu alikuwa anajua tofauti ya amani ya ulimwengu iko na mwisho, lakini amani itokao ndani yake ni ya milele, etano. Bwana asifiwe. Akasema mstari wa 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn. Kwa hivyo sisi ni lazima tuwe watumishi wa Bwana kwako wewe, ndio tuweze kukuelekeza. Ate thee, turn not from it to the right hand or to the left. Mahinda mangi mundu ni aiguaga gutigana na uhoro uyu. Mahinda mangi mundu ni aiguaga gukoma, kuholela, nundu wa maundu uria mwana hukire, nundu wa maundu uria mena mukite na uhinya muingi, nundu wa inegene na kwihoka mundu, na kwihoka mundu ni kwihoka gikuo. Ndaguthaithira hari ori ndukehoke mundu, kana ni muthuri waku, kana ni mutumia waku, kana ni ciana ciaku, kana ni muciari, kana ni murata. Tiga wihoke Ngai kwitukira mundu ucio ugwe rakuruta, ugwe ragutara, ucio rakwerekeria horo-ini wa Ngai. Wihoke kiugo kiu arakwariria, no ndukamwihoke we. Muthenya umwe no nake no ainame, muthenya umwe nake no arie kiugo nawe ukwaceke, muthenya umwe no akwire undu uigue tasa ugo tigwo kwendaga. No wihoke kiugo kiria kiroima kanua-ini gake. Bwana asifiwe. Kiu kia Ngai. Ona nie ndirakwira atiriri umuthi ndukanjihoke kana unjirigirire, ni ndiramenya ndina andu aingi. No, wihoke kiria ndirakuhe. Kiugo giki kia Ngai wona kiingira thiini wa ngoro yaku gituike gia gugutongoria, ndakwira nama ni ugutorania, ni ukuingira thiini wa hotani, na ni ukuingira thiini wa uthamaki uria weteirwo we no kenere thiini waguo. Hallelujah. Erauga atiriri, Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left hand, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Uwe hodari tu, akasema uwe hodari tu na usujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliye kuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono,
Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kusoto, upate kufanikiwa sana kila uendapo. Ametutuma na akatuambia tufanikiwe. Kusoto, right and left. Mahali popote tuendapo, tufanikiwe. Bwana asifiwe. Number 8 ndio nilikuwa ninataka ikufikie vyema. Na ndio ninasoma sasa. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Hii law sio sheria ile. Nimekwambia hii law. Hii sheria ni the word of God. From Genesis to Revelation. Neno hili isiondoke katika kinywa chako. Akasema, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Hallelujah. And then thou shalt have good success. Kiswahili. Ate kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Akamwambia Joshua. Daudi naye anasema, hakuna kingine kinanifurahisha, kinanitia motisha, kinanipa amani, upendo na umoja, utulivu, ukamilifu, uzima, isipokuwa tu your commandment, your word, your law. Na yote inasimamia the word, sio sheria ya Musa. Bwana asifiwe. Akasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapo ifanikisha njia yako, kisa ndipo utakapo stawi sana. Hey, gogethoma nginya na gikunda kwiro. Ni ugeka te tundu nama ni turendwo maundu maya tumanyite wega, niguo mundu ndakanae gwiciria ati kwe mundu ungihota kumurugamia, kwe mundu ungihota kumuhe hinya. Gutire kiugo giki kia Ngai nikio kina hinya wothe. Kiugo giki kia Ngai nikio kina uthamaki wothe thiini wakio. Kiugo giki kia Ngai nikio kina thayu. Joshua we mwero igatira kwira atiriri, mwari ucio wa kenda, kimenyekana no wa kenda, wa inyanya, kira kwira atiriri mwari ucio wa inyanya ekara ati ciugo cia ibuku riri ria watho itikanatige kwario na kanua gaku. Na nikio ndi haha, kana wiku, kana we ngurunga-inĩ ĩrĩkũ? Jeremia arathire muikie irima, andikire ibuku enjera. Na ningakwĩra atiriri, ndukagie na kĩgwatio o kĩrĩkũ. We no wohwo, no kiugo kĩa Ngai ti kĩohe thĩinĩ waku. We no wohwo, andu no makurege, andu no magukirire, ngoro yaku iname, no kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku gĩtirĩ hĩndĩ gĩkainama. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku wahingũra kanua, Jehova no egũgwĩkĩra mũtararĩko mwega na wa hinya na wĩna ũhoti wa gũkinyĩra andũ aingĩ na kĩmagarũre ona matakwendete. Jesu ndagarũrire andũ nĩ ũndũ wa kũmwenda. Jesu ahunjirie kĩa hinya,
atumwo mahunjia kia hinya na kwagĩa na andũ mamũrũmĩrĩra fully from their heart. Na ũmũthĩ ũyũ nĩkĩo tũkinyĩirwo nĩ ũgoci wa rĩtwa rĩa Ngai kũhĩtũkĩra wĩra wa Kristo. Bwana asifiwe. Ati hiyo neno ikasema ciugo ici cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanatige kwario kanua gaku, no makĩria nĩ ũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nigetha ũmenyagĩrĩre gwĩka ota ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo. Nĩ gũkorwo weka ũguo mĩthiĩre yaku nĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩũkagĩaga na ũũgĩ maũndũ-inĩ maku. Mwathani agocwo. Hii unaona hili neno Joshua amepewa, sio ya kwamba Joshua atakuwa katika amani kila siku, lakini ameambiwa kuwe kuzuri kuwe kubaya. Tafakari juu ya hili neno. Mungu anajua pasipo hili neno lake haiwezekani uweze kuwa katika amani. Hauwezekani kuwa katika hekima. Hauwezekani kuwa katika mafanikio. Sababu anajua ya kwamba yote yatoka kwake. Haleluya. Mungu akaendelea kumwambia mstari wa 9. Githe tinie ngwĩtĩte tanjĩra Ngai agĩkwĩra ũguo. Githe tinie ngwĩtĩte ũmũthĩ ũyũ tanjĩra ngũiguaga gũkua ngoro atĩ aranjĩra githe tinie ngwĩtĩte, githe tinie ndagũthurire, tamenya ti andũ. Hayayaya, tamenya ti andũ, tamenya ti andũ, ti mũndũ, ti father, ti pastor, ti bishop, ti kanitha wanyu. Yes, Mungu akamwambia Joshua, ndagecirie tetwo nĩ Musa, githe tinie ngwĩtĩte, githe tinie ngwathĩte, githe tinie ngũthurĩte, githe tinie ngũtũmĩte. Akamwĩra githe tinie ngwathĩte, ti mũndũ ũngĩ nĩ niĩ ngwathĩte, na ngwathĩte nĩ niĩ ngwĩtĩte, na ngwĩtĩte nĩ niĩ ndagũtũma, na ngũtũmĩte nĩ niĩ ngũruta wĩra thĩinĩ waku. Hallelujah. Ndaigua guo ndamenya ti mũndũ, ngoro yakwa ĩgakena. Wegĩta, continue, wegĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno. Arerwo ũmĩrĩrie nĩkĩ? Tondũ kwĩna thĩna kũrĩa aragera, kwĩna ruo kũrĩa aragera, kuna miba na mishongoma mahali anapitia, kuna watu wasiopenda hiyo kazi anayoifanya. Paulo siku moja akawaambia kanisa liweze kuwaombea wale walio, yani andũ arĩa mahũranaga na ũhoro ũcio Paulo mararuta, meherio njĩra-inĩ ciao, waondolewe katika njia zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Nakupenda. Ya. Nduketigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Nĩ wanyita? Harĩa hothe ũrĩthiaga rĩkoragwo hamwe nawe. Tiga kũmaka, no tige gwĩtigĩra. No ndĩrarĩria ũ mũndũ wĩna roho wa Ngai. Ndĩrarĩria ũ mũndũ ũiguĩte mũgambo wa Ngai. Ũcio ũiguĩte no cio ũrawĩigua ũmũthĩ. Ngai witũ arĩ hamwe nake. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩrĩa Daudi athire na mbere
gukiaria na ni gurekeria o hagu uguo no ndina ndaika cigana ona ni kiugo kiria kiroiga atiriri mstari wa Joshua tumesoma, enda urudie, enda uweze kuyarudia na kuyatafakari. 19 Psalms 119. Hiyo Psalms 119 inasema 119 mstari turudie wa 49 alafu tusome wa 50. 49 alafu 50. Then remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. Atelikumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako, kwa sababu umenitumainisha. Number 50. This is my comfort in my affliction, for thy word had quickened me. Daudi akasema, hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Gikoeko igatea niema mare mwe jiguaga ngoro ire muru, no Ngai wakwa ni mwega. Undu ucio ni uhoreragia mitandiuko-ini. Undu ucio ni uhoreragia mitandiuko-ini, ni amu uge waku niguo ururumukagia muoyo wakwa. Andu na magigeria. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kutambua sijaitwa na watu. Kwa sababu ya kutambua ni kibali nilikuwa nimepewa kwao, na kibali kile kikiondolewa wataondoka ama wewe uondolewe. Bwana asifiwe. Na utaelekeshwa kwingine. Utafanyia wengine. Usiogope kamwe. Ufalme wa Mungu uko na vitu vingi vya kufanyia kazi. Uko na watu wengi wa kufanyia kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Haujaitwa mahali umesimama. Haujaitiwa tu wale unaoongoza. Umeitiwa ufalme wote. Ukaweza kuusunguka na kutenda kazi ya Bwana kulingana na mapenzi yake. Haleluya. Neema ya Bwana. Ipa moja nawe. Bwana amekupa kila kitu ndio uweze kufanikiwa katika maisha yako. Wakati nilipokuwa ninasoma, ninapenda Old Testament kwa sababu ndani yake ninamuona Kristo akitenda kazi. Jana nikakwambia katika Isaya, katika kitabu ya Isaya, jana, huo ndio ule mstari tulianza nayo. Nataka kurudia tu 54:2 inasema, enlarge the place of thy tent. Yani kukaa katika neno na kuliamini neno na kulitafakari neno. Joshua akaambiwa right and left, usikose, kwa sababu nimekupa mahali kote kuweze kuwa msaada wako na wa watu wale unaowaongoza. Kwa hivyo enlarge the place of thy tent. Usi enlarge too light mpaka left, back, up. Funguka katika njia zote. Panuka katika njia zote. Katika neno la Bwana utafanikiwa na utafanikisha maisha yako kwa kuamini na kutambua uwezo ulio ndani ya neno la Bwana ni uwezo wa ajabu. Magonjwa haitajulikana ikienda. Mimi nilikuwa mtu wa magonjwa ya kila aina. Haleluya. Isipokuwa tu nina sahau. Na hiyo nayo itaenda kama ndege
vile unalirushia kamawe inaondoka na inaenda. Najua ni umri tu, lakini hata hiyo siwezi kubalisha. Mimi siwezi kuwa mimi Joshua ameambiwa be strong and courage. Hivyo ndivyo nilivyo leo asubuhi. Na kuna kitu kinaweza simama wala mtu asimame mbele yangu aweze kunifungia. Hakuna. Kile Joshua leto neniejeritu. Tujifundishe kupitia wao. Ndio walikuja mbele yetu, ndio tuweze kujifundisha kuwapitia. Yeah, of tent, thy tent, and let them stretch forth the curtain of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapasia ya maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako. Vikaze vigingi vya hema yako. Isaiah 49. Kuna kitu pale imeguza mpaka watoto wetu. Isaiah 49:19. Isaiah 49:19 inasemanje? Hii imetuelekeza sio sisi tu, mpaka watoto wetu. Inasema 19. For thy waste and thy desolate praises, and the land of thy destruction shall even now be too narrow by reason of the inhabitants. And thy that swallowed thee up shall be far away. Yes, 19:20. So hili inasema, ate maana katika habari za mahali pako palipokuwa ukiwa, pasipokaliwa na watu, na nchi yako iliyoharibika, hakika sasa utakuwa mwembamba, usiwatoshe wenyeji wako, nao waliokumeza watakuwa bali. Unaona? Ati ulikuwa umetoshelea katika nafasi kidogo sana. Toria ndo maigua kuiganira. Na kaundu kanini menako. Asa ndakwira na mapanua hema zako. Wacha kukaa tu na neno moja. Ati kupitia mapigo yake mimi nimeponywa. Wacha hiyo, ilikosa kazi zamani. Neno la Bwana liko nyingi ya kufanya uponyaji wa Bwana uweze kuwa kamilifu ndani yako. Ati watakuja na njia moja, Mungu atawasarabatisha na njia samba. Wacha hizo zote zilipitwa na wakati. Kuna mengine yamefichwa. Ingia peremba ndani ya maandiko na utakutana na mengine mapya, mazuri, matamu, yenye nguvu, uwezo, mamlaka, uongozi, uzima, ufufuo katika moyo wako. Bwana asifiwe. Number 20. The children which thou sought have, after thou hast lost the other, shall say again in thine ears, the praise is too straight for me. Give praise to me that I may dwell. Watoto ulionyang'anywa. Kuda pepo baya. Wengine nilinyang'anywa kupitia magonjwa. Wengine nimenyang'anywa kwa sababu ya malingo imejaa ndani yao. Wengine hawataki kuongozwa. Wengine hawataki neno la Bwana. Wengine wamechoka.
sababu ya mateso na shida na matatizo na wengine kusikiliza wengine. Lakini neno linasema watoto ulionyang'anywa watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba, hapa nitoshi, nipe nafasi nipate kukaa. Yes. Hili neno umenipa ni duni sana. Mama, baba, papa, nimerudi uweze kuniongezea. Hapa ni padogo, niongezee neno ndani yangu, nipe hekima, fufua moyo wangu. Wacha nipate kuandamana na kuelekea pamoja. Watu nyetwo fio no riri mehindi magoka makwire atiriri riu ni turabatara utuongerere handu haha turi ni hakundera kiugo kiria twina kio ni kianyiha mugamba uria tuiguite riu nduratuigana riu ni turabatara ututware na njira ndaihu ni turabatara utuongerere ni turabatara tumenyithie hitho ya Kristo makiria ni turabatara tumenye ati uthamaki wa iguru haria twatigeire ri riu tatutwarithie na mbere iguru ria uthamaki wa iguru ria wira wa Jesu iguru ria kiria kia muragi gitumi giakue ariukire atia ukore riu andu ngoro ciao ni hingukiire wira wa Ngai makienda kumenya what next, kwa sababu nimefika kikomo chetu siku ya leo. Lakini neno la mwisho nitakusomea nini, na ndio ninataka tumalize nao. Galatians 4 inasema, Wagalatia 4. Kesho tutaendelea, mambo ni mengi. Nilikuambia katika message yetu stepping in our blessings, vile tunaweza ingia katika baraka zetu. Ukiangazia jana part 1 utaweza kuendelea na kutambua. Kitabu ya Galatia 4 mstari wa 6 ninasema, and because you are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son unto your hearts, cry, Abba Father. Hivyo ndivyo alisifanya Joshua. Alimwambia, yes, wewe ni wangu, nimekuita, nimekutuma, nitakuwa pamoja nawe, kwa sababu amekuwa son, amekuwa mwana. Mungu hawezi ongoza mtu asiyo mwana. Amempa roho wake. Mungu mwenyewe amemkabidhi roho wake ndio aweze kuongoza wana wa Israeli. Atena kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa wanawe mioyoni mwenu, aliaye Amba, yani Baba. Hivyo ndivyo nilivyo. Ndani yangu ninaye yule aliaye Amba Father, the Holy Spirit, the Holy Ghost of God. 7. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Yes, ninakuongoza nikiwa a son of God. Na ninajua ninaongoza a son of God. Mwana wa Mungu anaongozwa na mwana. Sisi wote ni wana wa Mungu ndani yake. Sisi wote tumeitwa, tumetumwa. Akasema ya kwamba, and if a son, then an heir of God through Christ. Ebu atazama vile aliambia Joshua, usiogope. Be strong and courageous. Kwa sababu mambo yote mkononi mwako. Hakuna ataweza kusimama mbele yako apinge wewe. Wewe ndiye nimekupa mamlaka yote, nguvu zote, uwezo wote. Enenda. Hallelujah. Na pande right na left nimekupa. Akasema, kama ni hivyo, wewe si mtumwa. Wewe si mtumwa tena, bali
mwana, na kama mwana basi mrithi kwa Mungu. Mimi na wewe sisi ni warithi, kama vile Joshua alifanywa kuwa mrithi wa ile nchi walikuwa wameahidiwa. Pamoja na wana wa Israeli wakaurithi ule mji, na sisi tumerithi ufalme wa Mungu kwa uwezo wa Bwana kumpitia Kristo Yesu. Niko ndani ya Kristo na yeye ako ndani yangu. Sisi wote twafanya kazi moja. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo, na muinua mtakatifu mwenye uwezo kwa kazi yote amenifanyia yeye. Amenifungua kuipitia kwa mamlaka yake yote. Yeye ni Mungu wangu, na ni upendo wangu, na ni haki yangu, na ni uzima wangu. Yeye ni mkamilifu. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua ni kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu ya kutupa nguvu na uwezo na mamlaka. Asante ni kwa sababu neno lako ndio nguvu zetu, na pasipo hili neno hakuna awezaye kujua njia wala mapito yoyote ile anafaa kuyapitia. Lakini wewe kwa upendo wako Bwana ulituchagua na umetutuma na umetuambia tuweze kuwa na nguvu, tusitingisike kamwe. Ni kwa sababu u pamoja nasi. Tumerithi ufalme wako, tumerithi wema ule utokao ndani yako Kristo. Asanti wewe Baba yetu, umetutangulia kwa mambo yote mema na uzima wote. Utukufu wako Bwana u ndani yetu, wema wako u ndani yetu, uzima wako u ndani yetu, faraja yako Bwana tumeipokea. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Nampenda wote. Wacheni tuweze kujua ya kwamba tumeitwa, tumepewa kila kitu, na tumerithi katika ufalme wa mbinguni. Sisi ni watoto wa Mungu.